Watumishi watatu wa kada ya afya akiwamo mganga mkuu wa wilaya ya Urambo mkoani Tabora wamesimamishwa kazi, huku wengine wawili wakiendelea kuhojiwa kufuatia tuhuma za kubakwa kwa mgonjwa na mmoja wa matabibu wa hospitali ya wilaya ya Urambo katika mchakato wa kupatiwa matibabu. Tukio hilo lilitokea Novemba 24 mwaka 2025 katika hospitali ya wilaya ya Urambo, ambapo tabibu huyo Juma Selemani anaelezwa kufanya ubakaji huo kwa madai ya kwamba anamwekea dawa ya kusafisha njia ya uzazi mgonjwa huyo. Disemba 1 mwaka 2025, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha akiongozana na kamati ya usalama ya mkoa amefika hospitalini hapo na kutoa maagizo ya kusimamishwa kazi kwa watumishi katika mkasa huo, pamoja na mambo mengine ya uzembe kazini kwa baadhi ya watumishi. Akizungumza na kamati ya usalama na watumishi hospitalini hapo, RC Chacha amesema mganga mkuu wa wilaya ya Urambo Dr. David Manyama aliunda tume maalum hospitalini ili kuficha ukweli wa jambo hilo, hali iliyomfanya tabibu tawala wa mkoa wa Tabora Dr. John Mboya kuunda pia tume ya uchunguzi wa swala hilo mpaka pale ukweli ulipobainika. Msikilize mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha akizungumzia mkasa huo. Sasa muangalie mambo haya. Mwaka 2018 rasi haupo mkoa huu, mimi sipo, mheshimiwa mkuu wa wilaya haupo, inawezekana na viongozi wote hamkuepo, lakini nyaraka zinabaki. Kama tabia unayo ipo tu. Hii tabia huyu bwana anayo, sio kwamba anasingiziwa. Alianza kutuambia hapa kwanza nidhamu ya hovyo, eti nilikuwa na date nesi na mganga mkuu, kwa hiyo akawa ananichukia kwa sababu tuna date msichana mmoja. Sawa, inawezekana, hatuna tatizo na hilo. La pili, tabia mbaya, kujibu majibu mabaya, kauli mbaya, lakini kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji. The same scenario. Utakuja useme huyu dada akusingizie wewe kwa ajili ya nini? Ilitokea mgonjwa mmoja anaitwa Jafari Hamisi Juma. Vile mgonjwa msikia akaja hapo hospitali saa 11 alfajiri. Alipofika huyu Juma ni mzee, ana kijana wake anaitwa Jafari. Juma huyo mzee alimleta mwanae hapo hospitali, akafika, akapokelewa, weza ni emergency, lakini wakumwaroketi kwenda wardini. Huko muuguzi wa zamu inavyoonekana hiyo asubuhi hakuepo. Wakagonga sana kwa maelezo ya ile mzee. Bahati nzuri alikuja mpaka ofisini kwangu. Akagonga sana mlango ule. Baadaye ikaonekana huyu mama hakuepo. Akapigiwa simu huko alikokuwa, akaja amekasirika kweli. Alipokuja anasema nyinyi washenzi ndio mnaosababisha mimi napigiwa simu kuja kuwaona nyinyi wapumbavu nyinyi, na siwahudumii. Sasa nendeni popote mtakapoenda. Huyu baba alipiga magoti, anamuomba radhi kama wamekosea. Tunaomba utusamehe, ni kutokujua. Anasema nimewambia nendeni popote, sitawahudumia. Akakata. Wakarudi kule, sijui nini kiliendelea, lakini akaweka msimamo na hakuna chochote kiliendelea. Huyu baba akaona mwanae asije akafia pale, akambeba akarudi naye nyumbani. Yule kijana akafa. Lakini haya yote yanafanyika yote, ndugu zangu. Wewe mganga mkuu haupo hapa, hebu usimame. Ni kijana wala sio mzee, una shida gani? Haya yote huwa unajua wewe. Haya ukaunda kamati, hili limekuja kwako, ukaunda kamati nzuri ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa, sio kamati ya kitaalamu. Ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulificha. Wewe unaficha au ni uzembe au kutokujali whatever. Lakini kamati wewe mwenyewe unaishangaa, kweli ni wewe uliyeiunda. Ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu, ikaleta na comprehensive report ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya. Licha kwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati, lakini ulidharau au ni uzembe. Na wewe nimesema rasmi, nimeandika barua TAMISEMI. Ahamishwe. Hakuna kuhamishwa. Asimame kazi. Kama TAMISEMI watamhamisha, wamhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewana? Yaani iwe comment kabisa bolded kwa makosa haya aliyonayo. Mkurugenzi hapa sijui kama na mamlaka au ni rasi, usimamishe huyo mtu kazi. Mganga mkuu, lete mganga mkuu mfawidhi hapa. DMO hapa, akaimu hiyo nafasi.
mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye. Huyo nesi, wewe na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati, afisa lishe sijui nani, wote msimame kazi. Umeelewana? Mganga mkuu leo lete DMO hapa akaimu nafasi. Hata hapo tafuta madaktari wapo wenye nidhamu na adabu hata pale mkoani. Lete mtu akaimu nafasi. Toa kitete daktari pale aje akaimu hapa. Kwa sababu sasa hawa mambo tu yafanyeje? Leo huyu mtu anabaka wagonjwa ofisini, wodini. Huyu anasema sikutibii, nenda popote. Manake popote utakapompeleka hawezi kufanyiwa kazi. Sasa simame nione atakaye kuja kuniuliza. Mambo gani sasa? Tufanyeje? Hao wananchi waende wapi? Huyu wakati anabaka alikuwa na daktari mmoja yule. Hatumtuhumu yule mama, lakini ahojiwe. Yule ambaye alisema kwamba siwezi kumvua whatever mgonjwa mpaka daktari wa kike awepo au muuguzi wa kike, yule ahojiwe. Kama kuna makosa na yeye aingizwe kwenye makosa. Ahojiwe seriously. Kwa sababu kama lengo ilikuwa ni kwenda kushuhudia, kwa nini aliondoka akamwacha yule na mgonjwa? Tunaelewana? Jamani ndugu wajumbe. Naye mama fulani mkazi wa wilaya ya Urambo mkoani Tabora, wasifu wake umehifadhiwa. Alidaiwa kubakwa na tabibu wa hospitali ya wilaya ya Urambo aliyefahamika kwa jina la Juma Selemani alipoenda hospitalini hapo kwa ajili ya kupata matibabu mnamo Novemba 24 mwaka 2025. Ameeleza aliyotendewa tukio hilo. Akieleza mbele ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha aliyefika hospitalini hapo kwa ajili ya kushughulikia tukio hilo, mama huyo amesema kuwa Novemba 24 mwaka 2025 wakati akitibiwa na mganga Juma katika chumba cha upasuaji, Juma alimwambia avue nguo na alale chini kama njia ya kupewa tiba. Hata hivyo, Juma alianza kumfanyia kitendo hicho cha ukatili huku akimziba mdomo alipotoa sauti mpaka pale alipomaliza kutekeleza unyama huo. Kutokana na tukio hilo, watumishi watatu wa kada ya afya akiwamo mganga mkuu wa wilaya ya Urambo mkoani Tabora wamesimamishwa kazi huku wengine wawili wakiendelea kuhojiwa. Msikilize muhanga huyu akizungumza. Ilikopo ni asubuhi tumefika hospitali, ilikopo tarehe 24. Tulipofika pale hospitali, mimi nikafika pale hospitali nikakaa, mume wangu ndo akaanza kufanya hizo process za kuonana na daktari. Tulipoonana na daktari, tukamkuta daktari mwingine wa kike yupo mle ndani. Tulipomkuta yule daktari tukaongea naye, yule daktari akaniambia kwamba lala hapo nikuangalia. Nikalala kweli pale kitandani, akipo na daktari yule wa kike yumo na mume wangu na yeye mwenyewe daktari Juma. Nilipokuwa nimelala pale, akanibinya tumbo, akaniambia shuka. Niliposhuka akatuelekeza kwa daktari mmoja hivi, akasema kwamba kuna daktari hapa ultrasound haipo, ila kuna daktari mwingine ambaye anayo hiyo ultrasound. Akawa ametuelekeza kwa daktari Lichi. Tukawa tumefika kwa daktari Lichi. Huyo daktari Lichi akawa amefanyaje, ametupima ultrasound, akatuuliza majibu, alisema nimrudishie, tukasema ndio. Akatupa ile majibu, tukawa tumemrudishia daktari Juma. Tulipomrudishia daktari Juma tukamkuta yupo na wagonjwa wengine. Kawapeleka chumba cha upasuaji. Alipokuwa ametupa yale na nilia, tumempa ile majibu, akaniambia nisubirini hapo. Kweli tukamsubiri. Alipomalizana na yule mnanilia mtu wa kumpasua kwenye kule chumba cha upasuaji, akaniita mimi. Aliponiita mimi nikiwa peke yangu, mume wangu yeye akabaki pale pale ambapo alikuwa ametuambia tumsubiri. Nilipokuwa nimeenda mle, akaniambia kwamba wewe una uchafu mwingi, kwa hiyo kuna dawa ambayo nitakuwa nikupatie ili kusaidie. Alipokuwa akaniambia sasa, akaniambia lala hapo chini ili nikupatie dawa, vue nguo nikupatie dawa. Kweli nikavua mimi nguo, akaniambia mimi nifanyaje, amenipatia dawa. Ameniambia lala hapo chini, nikawa nimelala, akaja akawa amevua nguo na yeye akaanza kunibaka. Alipoanza kunibaka, mimi nikaanza kuwa nalia. Nipo nalia, afu akawa ananiziba mdomo. Ameniziba mdomo, afu akamaliza, alipomaliza haja zake, akawa kamfanyaje, kaniruhusu. Nikawa nimetoka kile chumba. Nilipokuwa nimetoka kile chumba, ila mume wangu alikuwa kamenona kabisa nipo nalia. Akawa ananiuliza wewe vipi? Tukawa tumeelekea kule kwa huyu Dr. Juma. Dr. Juma akatupa zile dawa ambazo zilikuwa zinahitajika. Alafu akatuambia wewe unaweza kumpatia mke wako dawa au mke wako unaweza kujipatia dawa? Nikasema hapana. Akasema njoo nikuelekeze.
Alipokuwa akaniambia niende, akatuelekeza, ndo tukaenda mimi na yeye na mume wangu tena kule chumba cha upasuaji. Akawa amenielekeza, ila mimi nipo nalia. Nilipokuwa nalia, anamuelekeza mume wangu jinsi ya kunipatia dawa. Baadaye hapo alipomaliza tukashuka. Akaniambia shuka muende sasa. Sawa sawa, kama ongea na mume wangu, wakalipana mimi na nilia, nipo nalia tu, nipo naondoka. Mume wangu akaniambia mbona wewe upo hivi? Kuna nini? Ndio mume wangu nilikuwa nimemwambia kwamba Dr. Juma amenibaka. Mume wangu akasema, haiwezekani, namkuta. Alivorudi hakumkuta Dr. Juma. Alipokuwa amemkuta Dr. Juma hayupo, ndo akawa ameniambia sasa tunafanyaje? Dr. Juma hayupo. Nikamwambia hapa nimwambie mamangu ambaye mamangu ni mzazi. Tukao tumemwambia mama akasema nifuateni huku nyumbani. Ndo tukao tumemfuata mama. Tulipokuwa tumemfuata mama ndo tukaenda kuonana nao waganga au madokta ambao wako juu ya Juma. Tukao tumeenda kuonana nao. Tulipokuwa tumeenda kuonana nao tukawaeleza, ndo wakatambia tuwasubirie kwanza. Tumwasubiria. Ndo tukaongea nao mle ndani, tumeongea nao, mwisho wa siku akaanza kuwaita hao wakuu wa pelelezi. Walipokuwa wanawaita ndo ikawa imeendelea hivyo mpaka tumeenda kituoni. Na mpaka sasa ipo hivyo.